ndio kizazi cha Gen Z kilivyo. Wewe jarienda kusita kwenda naye. Wewe tuuzie. Gen Z ndio walivyo, hawana mambo makubwa. Kwa sababu kizazi kimelelewa katika misingi hiyo kwamba wao haki wamewekewa. Na ndio pale Uislamu unakataza kukimbilia kufuata malezi ya haki, kwa sababu sio kila wakati haki ni uadilifu, bali inaweza kuwa haki ni dhulma. Na kupigia mfano, leo mtu akiwa na mke mwenye watoto watatu na mke mmoja ana mtoto mmoja, ni familia ya jumla wako 4 na huyu wako 2 tu. Kisha mahitaji yao, huyu ukampa 100,000 na huyu ukampa 100,000. Kiwanadamu na kimazingira yetu ya kawaida umetenda haki. Unaona bwana kagawa kwenye familia zake kwa haki sawa kwa sawa. Unaona? Lakini kwa Mwenyezi Mungu ni dhulma. Hapo hakuna haki, ukufanya haki. Kwa sababu mahitaji ya watu 4 sio sawa na mahitaji ya watu ngapi? 2. Au na dhulumu hawa waliokuwa 4 umewadhulumu, lakini kwa miwani ya haki, kwa miwani ya haki umetenda haki, umetenda haki, lakini kumbe umefanya dhulma. Mahitaji ya watu 4 ni tofauti na mahitaji ya watu 2. Sasa kuwapa laki umwadhulumu hawa waliokuwa 4 kwa mrengo wa kutathmini kutafuta haki. Njoo katika Qur'an Mwenyezi Mungu anatuambia katika haki, asema fa in khiftum an la ta'dilu fawahida. Mkiofia ukiwa na uwezo kuwa mwadilifu kwa mwanamke zaidi ya moja, kwa kuwa na ndoa zaidi ya moja, kwa na ndoa zaidi ya moja, ukiofia wewe utakuwa mwadilifu, basi fawahida, oa mmoja. Lakini akasema ukiofia kutokutenda haki, Qur'ani inasema hivyo kwamba ukiofia kutokutenda haki kwa mke zaidi ya moja, basi wa mmoja. Kwa nini? Kwa sababu sio kila wakati haki huwa ni haki. Haki inaweza kuwa nini? Ni dhulma. Sasa Qur'ani inakuamrisha kwamba ukiofia uwezi kuwa mwadilifu, sio kutenda haki, kuwa mwadilifu, kwa sababu uadilifu ni zaidi ya haki, uadilifu ni zaidi ya amani. Maana ukikosa kuwa mwadilifu hutakuwa na haki, hutaweza kufanyia haki zao. Usipokuwa mwadilifu hutawapa amani hawa na watu 2, basi lakini nini? Na mmoja. Penye uadilifu pana haki na amani. Kwa hiyo ninataka kusema kwamba vizazi vitakavyoelewa kuitafuta haki tu havijui kuitengeneza haki ili iwe haki. Kwa kuwa ni haki haiwezi kuwa haki. Ya leo ikiwa jamii inaudhi haki lakini haijui kutengeneza haki ili iwe haki na iweze kuwa haki, sio jamii sawa. Kwa sababu haki usikuitengeneza ikawe haki na iwe haki isipokuwa kwa msingi wa uadilifu. Amani uweze kutengeneza zitakazotolewa kwa kulinda amani, hakijui kutengeneza amani, wala haijui kusimamia amani, wala haijui kuitengeneza amani nzuri, huyo hawezi kusimamia amani. Kwa sababu hana misingi ya amani. Ni wajibu wetu sisi kukamatana na misingi ya nini? Ya amani. Na ni juu yetu kwa hili lililotokea. Ni wajibu wetu sisi kama Waislamu kuwafundisha vijana wetu na jamii zetu uadilifu kuliko kuwafundisha amani na haki. Tukiwafundisha uadilifu watatengeneza amani. Tukiwafundisha uadilifu watatengeneza haki na watatengeneza. Kadhalika katika ngazi za serikali ni wajibu kwa haya yanayotokea serikali sasa kujua kwamba vijana wanatakiwa wapewe misingi ya uadilifu. Wanatakiwa vijana wapewe misingi ya uadilifu ili waweze kutengeneza amani, ili waweze kutengeneza haki. Tuwape msingi. Tukiwapa msingi watatengeneza haki ziwe haki,
na watatengeneza amani iwe amani. Kwa sababu kiuhalisia unapotaja neno amani, neno haki, haya maneno yote yanaambatana na uadilifu. Kinyume chake, unapoitaja dhulma, palipo na vita ambapo ndio kinyume cha amani, palipo na vita pana dhulma. Njoo kinyume cha haki ni uovu. Mtu kutafuna haki ya mtu ni uovu, kuibonga haki ni uovu, kuiharibu haki ni uovu. Kwa hiyo palipo na dhulma pana vita, palipo na dhulma pana uovu, palipo na dhulma pana ubaya. Ndio nini? Ndio dhulma. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya ya Qur'an anasema inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati, Mwenyezi Mungu anawaamrisheni mpeleke amana ila ahliha, mrudishe amana za wenyewe. Wa idha hakamtum baina an-nasi, na mtakapotaka kuwahukumu watu, antahkumu bil adl, muhukumu kwa uadilifu, sio kuhukumu watu kwa haki. Kwa sababu mkihukumu kwa haki, unaweza kwa macho bandia ukaona ni haki, kumbe ni dhulma. Unaweza ukaona wewe unaimilia haki, kumbe nini? Kumbe ni dhulma. Ndio mtazamo huo. Mfano sasa hivi nakupigia mfano mwingine. Sasa hivi mwanamke katika Uislamu na mwanaume, Yesu anadai haki. Katika Uislamu mwanaume, kijana wa mtoto wa kiume na mtoto wa kike. Mtoto wa kiume anarithi mara ngapi? Anarithi mara mbili. Anarithi mara ngapi? Mara mbili. Mtoto wa kike anarithi mara ngapi? Anarithi mara moja. Ukiangaliwa kwa miwani ya kisasa, utasema hapo hakuna nini? Hakuna haki. Sio? Utasema hakuna haki. Uislamu bwana watenda dhulma. Uislamu wanyonya. Kwa nini? Kwa sababu hapo hakuna haki. Wa kiume anarithi mara mbili, wa kike mara moja. Kumbe ukienda kuchunguza vizuri, utaambiwa huyu mwanamke anaporithi kimoja, huyu mwanamke la usama Allah akaenda akakosana na mume wake, baba yake mzazi hayupo, huyu anarudi wapi? Mtoto wa kike anarudi kwa kaka yake. Kaka yake ana wajibu wake kumchukua, kaka yake ana wajibu wa kumlea dada yake, kaka yake ana wajibu wa kumwangalia dada yake, kaka yake ana wajibu wa kuchukua nafasi aliyokuwa nayo baba yake kwa dada zake. Sasa akirudi kama kile cha kwake kishapotea, alichokichukua umepotea, huyu kaka anaambia vipi? Kaka atamlea kwa vile viwili alivyokuwa navyo. Tufanye kama nyumba mbili, atamwambia umeshapoteza dada yangu na watoto, basi kakae nyumba ile moja. Mimi nilikuwa na baba viwili, ndio nyumba moja na kaka. Hiyo nyumba moja mimi kwa nini kaka? Kaka kafanyaje? Hapo kuna haki, hakuna haki, hapo kuna uadilifu. Hapo kuna uadilifu. Ndio maana Qur'an sisi hatufunzi kukamatia haki, kwa sababu wakati mwingine haki sio uadilifu. Kama hiyo mfano ndio kuonyesha kiuhalisia, na ndio kwa mahakamani ndio bwana watoto wote ni sawa. Ni sawa vipi? Ndio maana tunadalisha dhulma, kwa sababu kila sawa wakumwangalia kila mtu kimoja kimoja. Huyu hakika kapata shida au yuko kakake tena, bwana kila mtu anachukua cha kwake, bwana akatapelesha kila mtu ashabeba tayari. Mmezalisha nini? Al-adawa bainahum, kwa sababu kila mtu anachukua haki yake. Lakini kumbe angechukua ile moja yake kabakiza mbili, karudi yule maisha yanamharibikia, anarudi kwa kaka yake. Akirudi kwa kaka yake, kile kimoja kilichozidi kaka amlea na kile kimoja kilichozidi, amwambia hakuna damu, utakula hapa, utavaa damu, utaishi na wanako, utawastisha, utawasomesha. Nguvu kubwa katika dunia kaka. Sasa Uislamu ona namna ulivyo na jicho la pana zaidi kuliko haki. Uislamu ulipokuwa na jicho pana zaidi kuliko amani. Kwa hiyo uadilifu ndio unatengeneza amani, uadilifu ndio unatengeneza haki. Katika Qur'ani
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Mwenyezi Mungu anasema mcheni Mwenyezi Mungu na kuweni waadilifu baina ya watoto wenu. Mnapolea watoto, mcheni Mwenyezi Mungu na kuweni waadilifu katika malezi ya watoto wenu. Waadilifu sio haki, waadilifu, kuweni waadilifu kwa watoto wenu. Maana yake nini? Ukiwa baba mwadilifu kwa wanao, utawapa wanao amani. Ukiwa mwadilifu kwa watoto wako, utawapa haki. Kwa hiyo penye uadilifu pana amani na haki. Kwa hiyo tulipoambiwa tuwalee watoto kwa uadilifu, maana yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatambua kwamba watapata haki zao na watapata amani. Kwa hiyo neno nini? Uadilifu. Katika maneno Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia wa idha qultum fa'adilu, wa idha qultum fa'adilu, mtakapozungumza zungumzeni kwa uadilifu, sio kwa haki. Msizungumze kwa haki, zungumzeni kwa uadilifu, kwa sababu uadilifu ni zaidi ya haki na amani. Ukizungumza kwa uadilifu utaleta amani, ukizungumza kwa uadilifu utaleta haki. Unaona? Mbali na hivyo, Qur'ani iliposema wafasiri katika aya baadhi za Qur'ani ziliponena katika Qur'ani, mfano Nabii Daudi, Mwenyezi Mungu aliposema fahkum bainan nasi bil adl, hukumu baina ya watu kwa uadilifu. Bil haqi, wafasiri wa Qur'ani katika tafsiri tabari zile aya zilizokuja fahkum bainan nasi bil haqi, hukumu baina ya watu kwa haki, zile wafasiri wa Qur'ani wanasema ai bila adl, kwa uadilifu. Mwenyezi Mungu anakusudia haki kwa maana haki, anakusudia kwa maana uadilifu. Kwa nini? Kwa sababu uadilifu ni zaidi ya haki, uadilifu ni zaidi ya amani. Mmoja katika wanazuoni wakubwa na malizia wanazuoni wakubwa, na ndio toka nadharia ya Kiislamu kwamba je, nchi ya Kiislamu iwe ni nchi ya kutafuta amani au haki? Wacha nchi ya Kiislamu, nchi iwe nchi ina radhi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, iwe ni nchi ya kutafuta amani na haki, au ni nchi ya kutafuta amani peke yake, au ni nchi ya kutafuta haki peke yake? Asikizeni maneno mazuri sana. Huyu mwanazuoni mkubwa wa Kiislamu anatuambia idha aqamati dawla al-adla, nchi ikisimamisha uadilifu, nchi ikisimamisha uadilifu, anasema huyu mwanazuoni inna Allaha yuqimu dawlata al-adila, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku zote anaradhi na anayafikisha taifa lenye uadilifu, sio taifa lenye haki na amani. Unaweza ukaona ni amani kumbe ni amani fake, ndio ukaona ni amani lakini amani fake, sio amani ya kweli. Mkuulizeni, mkiwa mna njaa, nchi ikiwa na njaa, kiwa na njaa alafu kuna vita, kuna amani? إلى في قريش إلى فيهم رحلة الشتاء الصيف، حديث يوم يا شيخ، وآمنهم من جوع، خوف والجوع. ukikosa hofu na njaa ndo amani. Lakini nchi ikiwa tayari sana maana kwa tu haina vita, lakini kuna njaa na hofu, hakuna amani. Maana hakuna mrengo kamili wa uadilifu. Sasa anatuambia mwanazuoni inna Allaha yuqimu dawlata al-adila, Mwenyezi Mungu anakuwa na radhi na ni Mungu ana radhi katika
nchi au taifa lenye uadilifu, taifa lenye uadilifu, sio taifa lenye kudai haki, sio taifa lenye kudai amani, taifa adilifu. Kwa nini taifa adilifu? Akasema wa in kanat kafira, wa in kanat kafira, hata kama taifa hilo ni makafiri, Mwenyezi Mungu analaani. Sio ndio? Sasa hata kama taifa hilo ni makafiri, maadamu ni waadilifu, hilo taifa limebarikiwa, limeadhikiwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kuwa taifa la maana mbele ya Mwenyezi Mungu sio taifa la kudai amani, sio taifa la kudai haki, ni taifa la kudai uadilifu. Sawa jinsi uadilifu. Pamoja uadilifu. Tukidai uadilifu, haki imo ndani ya uadilifu, amani imo ndani ya uadilifu. Sasa akasema inna Allaha yuqimu dawlata al-adla wa in kanat kafira. Mwenyezi Mungu anaahidi na hilo taifa lenye kusimamisha uadilifu hata kama ni la makafiri. Wala yuqimu dawlata al-zalima wa in kanat muslima. Lakini Mwenyezi Mungu halitii taufiki nchi ambayo haina uadilifu hata kama wanaishi Waislamu. Al-maradhi sana Mwenyezi Mungu wala halina maana. Kwa hiyo lugha nyingine tunatumwa sisi kuwa waadilifu kuliko kuwa ni wenye kutafuta haki na amani. Tukitafuta uadilifu tutaipata haki, tukitafuta uadilifu tutapata amani. Lakini ukisema je, ni uadilifu au amani, ile tasalsul, itafanya mzunguko tu, yastalzimu dawr, itafanya mzunguko tu, mzunguko, amani haki, haki amani, amani haki, haki amani. Wewe unataka nini haki? Kwa nini? Ili tupate amani. Na wewe unataka nini amani? Ili tupate haki. Hakuna